Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Nilidhani mapenzi ni mahali pa kupumua. Nilidhani ni mahali pa usalama. Lakini sikujua kuwa kuna mapenzi ambayo hayakuui haraka, huua polepole. Nilipoingia kwenye uhusiano ule, nilikuwa na matumaini mengi. Nilijitoa kwa dhati. Nilijenga ndoto kichwani mwangu, nikiamini tunajenga maisha pamoja. Lakini kila siku ilivyopita, nilianza kujizika mwenyewe. Maneno yangu hayakusikika. Hisia zangu hazikuzingatiwa. Kila nilipojaribu kueleza maumivu yangu, nilionekana kama tatizo. Nilikaa, nikavumilia, nikajifariji kuwa mapenzi yanahitaji subira. Lakini subira ile ikageuka kuwa kifungo. Nilianza kupoteza furaha yangu. Nilianza kupoteza sauti yangu. Nilianza kupoteza mimi mwenyewe. Nilikuwa hai kwa mwili, lakini moyoni nilikuwa nimezikwa. Usiku nililala nikiwa na mawazo mengi. Asubuhi niliamka nikiwa mzito. Nilitabasamu mbele ya watu, lakini ndani yangu kulikuwa na kilio kisicho na sauti. Nilipogundua kuwa naishi kwenye kaburi la mapenzi, ilikuwa tayari nimechoka. Mapenzi yale hayakuwa tena ya kunilea, yalikuwa yanazima mwanga wangu. Ndipo nilijiuliza swali moja gumu sana. Je, ni bora kuishi ndani ya kaburi kwa sababu ya mapenzi, au kuondoka na kuumiza kwa muda lakini kuishi tena? Kwa sababu mapenzi yanapogeuka kaburi, hubeba majina ya wale waliopoteza nafsi zao, wakidhani wanapendwa. Na mimi nilikuwa karibu kuwa jina lingine. Mwisho wa sehemu ya kwanza ndio mwanzo mzuri wa sehemu ya pili. Na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Titan Films TZ. Asante.